Hatimaye ile siku imefika, Arsenal dhidi ya PSG, finali ya Champions League 2026 Budapest. Arsenal anaingia katika finali ya Champions League kwa mara ya kwanza tangia mwaka 2006, huku PSG akiingia katika finali ya Champions League kwa mara ya pili mfululizo. Arsenal na PSG walikutana mwaka jana katika nusu finali, ambapo PSG alifanikiwa kuingia katika hatua ya finali na kumtoa Arsenal, lakini msimu huu hawajakutana huko katikati, wamekuja kukutana katika hatua ya finali. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba hizi ndio timu bora barani Ulaya kwa sasa hivi. Ushanifahamu? So katika mechi vitu vingi sana vitatokea, na mimi natamani kuona walimu Mikel Arteta na Luis Enrique watakuja na solution gani. Kila mtu ana strength yake na weakness yake. Kwa hiyo kila mwalimu of course atakuwa anajaribu kutafuta weakness ya mwenzake, anaweza kuitumia vipi. Kwa mfano, tuanze katika Arsenal wanapoanza kucheza mpira. Arsenal mara nyingi build up zao huwa wanaanzia kwa David Raya. Okay? Kwa hiyo wanapoanza kwa David Raya, wanaanza kucheza mpira kutoka nyuma. Kwa maana hiyo PSG wote tumeona katika mechi zao zote ni timu ambayo inapenda kufanya high pressing, kwa maana ya kwamba watakukaba kuanzia golini kwako. Unapoanza mpira ndo wao wanaanza kukaba. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho natamani kukiona, kwamba Arteta leo ataopti kuanza golini kwake, David Raya ataanza kufanya build up kuanzia golini kwake, au kutakuwa kuna option nyingine. Kwa hiyo PSG wao wanasema kwamba high risk high reward, kwamba wao wanajicommit wote mbele, kwa maana ya kwamba wale watu wao watatu wote wa mbele, Dembele, Kvaratskhelia, Desire Due, wote wanaenda kucommit mbele, wanaanza kukaba kuanzia goalkeeper wako, mabeki wako wa katikati, na pia half back wao wa pembeni, kwa maana ya kwamba Nuno Mendes na Hakimi au Emery akianza, wote wanakuwa wanapanda mbele. Kwa hiyo hata ma fullback wanakuwa wanajicommit kwenda mbele. Pia hawa viungo wao katikati, Joao Neves, Vitinha na Ruiz, nao pia wanahusika katika pressing. Hivyo line ya attacking, ama fullback pamoja na baadhi ya wachezaji wawili hapa katika midfield, wote wanajicommit kwenda mbele kufanya high pressing. Hii maana yake kwamba high risk high reward, kwamba wao watakuwa na idadi kubwa katika pressing. Kwa maana hiyo wakiweza kuwini mpira watakuwa wengi, kwa hiyo watakuwa zibu hapo hapo, kwa sababu watakuwa karibu na goli. Ndio maana kwamba high risk high reward. Risk yake ni moja ambayo Arsenal wanaweza kuutilize. Ndio maana nasema natamani kuona Mikel Arteta anakuja na solution gani kwenye build up yake, kwa maana kama Raya atakuwa pressed na Dembele, ama beki wake Saliba na Gabriel pia watakuwa pressed, kwa maana hiyo Raya ataopt kwenda mbele, atapiga high ball, kwa maana kwamba atapiga mpira wa kwenda mbele. Sasa issue ni kwamba mtu ambaye ataanza katika namba 9 Arsenal atakuwa nani? Ni Gyökeres au Kai Havertz? Ikiwa Kai Havertz, kwa mtindo huu ni faida kwa Arsenal kwa sababu moja. Kai Havertz ni mchezaji ambaye kwanza ana experience ya kucheza Champions League, alifunga finali ya Champions League mwaka 2021 dhidi ya Manchester City akiwa Chelsea. Na faida nyingine, Kai Havertz ni mchezaji ambaye mkicheza long ball anaweza akawin zile duels, yani akawin ile mipira ya juu dhidi ya mabeki wa PSG. Kwa hiyo ni faida kwamba PSG of course wa press Arsenal high. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Arsenal wata opt kwenda long. Mtu gani anawini mpira? Mtu ambaye atakuwa free, ambaye atakuwa anafanya movement, huyu ni Kai Havertz. Kwa hiyo akianza Kai Havertz, hii ndio faida ambayo wataipata Arsenal. Kwa hiyo atahold mpira akiwasubiria kina Saka au kina Trossard waweze kufanya link up play. Kwa maana hiyo tayari ibiti press ya PSG, Arsenal wako mbele kwenye final third ya PSG. Hiko kitu natamani kukiona kesho watakuja na solution gani. Na wewe kuwa makini wakati mechi inaendelea, uone Arsenal build up zao wataweza kuwabiti PSG kuanzia nyuma au wataenda long. Kama wataenda long, hapa wakiwa na Kai Havertz itakuwa ni kitu rahisi sana kwao, kwa sababu Arsenal, moja ya kitu ambacho kimewapa ubingwa wa Premier League, ukiachana kuwin hizo duels, ni timu ambayo inaongoza katika zile timu ambazo zinaongoza kushinda zile second ball. Arsenal ipo katika top 3, kwa maana kwamba kama David Raya akipiga mpira mbele, alafu ule mpira wa kwanza hajashinda Arsenal, mpira wa pili anashinda Arsenal. Is either Declan Rice, ikiwa labda ni Eze au Odegaard, mtu yoyote anashinda ile second ball. Ukishinda second ball, uko katika final third ya mpinzani. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kitaamua kwa kiasi kikubwa mechi ya kesho, namna ya press ya PSG watakavyokuwa na press Arsenal. Kwa vyovyote vile PSG wata press high.